अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين हज़रत मसीह मऊद अलैहिस्सलाम एक जगह फरमाते हैं, Halifa mtukufu ayyadahullahu taala ibn Abdul Aziz anasema kwamba Sayyidina Ahmad alayhi salatu wassalam anaandika sehemu moja kwamba kundi la masahaba, msione masahaba walikuwa wale tu waliotangulia wakati wa Mtume sallallahu alaihi wasallam, bali kuna kundi lingine la masahaba ambalo kuhusu kundi hilo Mwenyezi Mungu ameeleza habari yao katika Qur'an tukufu, ambao watakuwa pamoja na Imam Mahdi alayhi salatu wassalam. फरमाते हैं Kwa sababu jina la Mtume sallallahu alaihi wasallam jina moja ni Ahmad, na kwa buruzi Sayyidina alayhi salatu wassalam ni Ahmad. न समझो बल्कि मसीह Mwenyezi Mungu anasema wa akharina minhum lamma yalhaqu bihim, yani msione kwamba kundi la maswahaba ni kundi lile moja tu, bali kundi la wafuasi wa Sayyidina alayhi salatu wassalam watakaopatikana wakati wake pia watakuwa maswahaba. और फिर Wale maswahaba ambao walimuona Sayyidina alayhi salatu wassalam walifanya baiati yake na walikutana naye, फरमाया आपने kisha जमात भी साहबा की होगी walipata maendeleo katika imani yao. कि इस Kisha anasema Sayyidina alayhi salatu wassalam kwamba आयतों में मान kundi hili pia ni kundi la maswahaba. माउद की जमात Anasema zaidi नूम का लफ्ज kwamba kuhusu aya hii आता है wafasiri wamekubali kwamba kundi hili ni kundi la maswahaba wa Sayyidina alayhi salatu wassalam. Neno la minhum जिन्होंने हज़रत मसीह मऊद अलैहिस्सलाम से फैज़ inaonyesha kwamba wale watakuwa watafanana na maswahaba wa Mtume sallallahu alaihi wasallam. Basi wale waliompokea Sayyidina alayhi salatu wassalam katika maisha yake, एक नमूना है wao wana daraja kubwa sana, नेकी तकवा na kila mmoja wao पाक तब्दीलियों का मयार kwa ajili yetu ni mfano wema na ucha Mungu wao, na हज़रत मसीह मऊद अलैहिस्सलाम imani yao ni mfano kwa ajili yetu. हम तक पहुँचे Ni bahati yetu nzuri kwamba इन सहाबा हज़रत मसीह मऊद अलैहिस्सलाम kwamba matukio ya masahaba wa Sayyidina alayhi salatu wassalam yametufikia, मजालिस के वाक़यात और कैफियत भी हम तक
kisha kwa kuwapitia masahaba wa sayyidina alayhi salatu wassalam तो मैं वक्तन फ़वक्तन जिक्र habari ya sayyidina alayhi salatu wassalam imetufikia kuhusu maisha yake na matukio mbalimbali ya sayyidina alayhi salatu wassalam pia सहाबा का riwaya ya masahaba anaendelea kueleza mara kwa mara leo pia nitaeleza riwaya kadhaa उस नूर की वजह से जो आप अलैहिस्सलाम ने masahaba hawa अपने आका व मुता kwa sababu ya malezi ya sayyidina alayhi salatu wassalam na kwa sababu ya nuru ya sayyidina alayhi salatu wassalam आपके सहाबा की nuru aliyopata पलटी kwa mtume Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam अजीब शान रखने वाला बन गया mwenyezi mungu alibadilisha maisha ya masahaba wa sayyidina alayhi salatu wassalam kiasi hiki kwamba kila mmoja alikuwa na shani yake कि सब awe maskini au awe mtajiri au msomi au si msomi kila mmoja ana shani yake na शान रखते kila mmoja alikuwa na imani ya hali ya juu और अजीब शान वाला है na कुरान करीम से ताल्लुक है ikiwa गहराई है ni एक मोहब्बत है एक प्यार kumtegemea mwenyezi mungu au ni imani pia ni ya aina yake ya hawa masahaba उनको कुरान सिखाना और उनके wana दिलो दिमाग को mapenzi ya qurani tukufu अता करना kisha mwenyezi mungu aliwafundisha mwenyewe qurani tukufu उनके खुदा ताला से na mwenyezi mungu aliwapatia maarifa ya quran इस तरह दूसरे मामलात हैं na hii inathibitisha uhusiano wao na mwenyezi mungu ऐसा सलूक जो vile vile ni mambo mengine करने वालों से ही खुदा ताला रवा रखता है katika kila jambo फिर mwenyezi mungu alionyesha mapenzi yake ambayo anaonyesha mapenzi na waja wake तो इस्लाम का kisha katika riwaya hizi हल का तरीक सिखाना मुख्तसर tuna फौरी फिक्रों में फौरी तौर पर किस तरह जवाब दें tunaona sayyidina alayhi salatu wassalam aliwafundisha jinsi gani wanaweza kupambana na masala mbalimbali दलाइल इब्राहीम से मुकाबला कर सकें बस बहुत ही खुशकिस्मत थे वो लोग katika fikira mbalimbali malezi 1400 साल बाद aliyopatia sayyidina alayhi salatu wassalam kiasi hiki kwamba waliweza kupambana na kila hali जैसा कि मैंने कहा hali hii ilipatikana baada ya kupita miaka 1400 kwa kumpitia sayyidina alayhi salatu wassalam अता मोहम्मद naeleza sasa riwaya kutoka katika register riwaya के hadrat maulvi sufi अखबार में ata muhammad sahib ये पढ़ा raziallahu taala anhu anaeleza जेलम तशरीफ ला रहे हैं मगर मुझे तो जेलम जाने की भी इजाज़त न katika gazeti nilisoma kwamba मुलाजिम से sayyidina alayhi salatu wassalam anakuja jammu घर वालों को मैंने कहा na nilikuwa si pewi ruhusa ya kwenda hata jehlam जेलम तशरीफ लाए हैं lakini nilikuwa na hamu sana nilimwambia familia kwamba kesho ni jumapili na sayyidina alayhi salam amekuja 3 मील पर स्टेशन था na msimwambie mtu yoyote naenda kule jamu na wakati wa kuondoka gari ilikuwa karibu sana na station ilikuwa mbali पर चलना मुश्किल था लेकिन एक na njia ilikuwa yenye milima na ilikuwa usiku अब निकल पड़े कहते हैं katika njia hii ilikuwa ngumu kutembea hata mchana और इत्तेफाक से lakini alitoka usiku रास्ता मेरे anasema nilimtegemea mwenyezi mungu na nikaondoka nikaanza safari kwa bahati और खुदा खुदा करके taa moja iliendelea kutembea mbele yangu अब ये तो labda kulikuwa mtu mwingine ambaye alikuwa anaenda lakini kwa इंसान जा रहा हो लेकिन अल्लाह fadhila za mwenyezi mungu niliipita njia ile yote ya milima na taa iliyokuwa inayoenda mbele yangu आगे एक बत्ती चलती kwa sababu alimtegemea mwenyezi mungu na alienda kumkutana na sinam alah salatu wassalam bila shaka mwenyezi mungu alifanya mpango huu wa taa kwa ajili yake तैयार थी taa iliendelea kutembea mbele yake ili हुजूर की ज़ियारत apite njia ile vizuri anasema alipofika stesheni gari ilikuwa tayari nikakata tiketi na nikafika jamu आज
nikakutana na sinam alah salatu wassalam. Set ahmadin alikuwepo pale, बैत की है उस वक्त akasema नज़म थी जिसमें itakuwa vizuri kama मसीह अलैहिस्सलाम unatusomea shairi lako. एक लंबी नज़म थी, तो उन्होंने कहा मुतालिब Alis- कि आपको नज़म सुनाए। aliandika shairi ambamo alifanya maombi kwa ajili ya sinam alah salatu wassalam. kwa hiyo aliombwa asome shairi lake. alisema ikiwa sainam alah salatu wassalam akiniruhusu nitasoma. sainam alah salatu wassalam akamruhusu. anasema nikasima mara moja na nikaanza kusoma shairi langu, नज़म na shairi langu liliathiri kiasi hiki kwamba mtu mmoja akasema nipatie shairi hili, lakini nikasema mimi nimesoma kwa तो उसमें kwa moyo wangu. कि हुजूर मुझे कोई वजीफा बताएं जो मैं किया करूं। तो हुजूर yeye alipoandika bayat, barua ya bayat, na aliandika shairi hili, wakati huo alimwandikia hazur kwamba uniambie dua au wazifa ili niendelee kufanya. sainam alah salatu wassalam फरमाया था alimwandikia wazifa. baadaye alipomuuliza wazifa, sainam alah salatu wassalam alimwambia wazifa ile ile aliyomwandikia. आपको लिखा और वहाँ ज़बानी भी फरमाया na wazifa ilikuwa hivi: sainam alah salatu wassalam alimwandikia katika barua yake, नहीं है, na शरीफ कसरत से पढ़ा करें। alimwambia hivi hivi pia alipomuuliza kwamba unaniuliza kuhusu wazifa, hakuna haja ya wazifa vingine, usome umsalie mtume sallallahu alaihi wa sallam na usome sura fatiha, na vile vile ufanye istighfar kwa wingi na usome qurani tukufu kwa makini sana. hii ndiyo ni wazifa रहनुमाई की ambayo ni ufunguo wa mafanikio. hazur anasema watu wengi wananiandikia लिखा है मुसलमान सामने की kwa ajili wanaomba भी पढ़ा करें। mwongozo au mwelekeo, na maambia wazifa hii. sinam alah salatu wassalam ameandika sehemu moja kwamba lahol pia inatakiwa musome, la hawla wala quwata illa billahi al-aliy al-azim. inatakiwa dua hii pia isomwe. फिर एक रिवायत है हज़रत खलीफा नूरुद्दीन साहब सतना जम्मू की hii wazifa hii inamkaribisha mtu karibu na mwenyezi mungu. kisha ni riwaya moja ya khalifa nuruddin saheb wa jammu. huyu khalifa nuruddin alikuwa jamuni, mwenyeji wa jammu. mtu कि मैं एक दफ़ा asikosee kwamba labda hili ni jina la halifa wa kwanza. रात कश्मीर गया, alikuwa sahabi mwingine wa sinam alah salam. कश्मीर गया, anasema रास्ते में safari moja जंगल में नमाज nilienda kutoka jammu kashmir kwa kupitia gujarat. njiani karibu na gujarat niliswali swala katika msitu moja, nikasoma dua hii: allahumma inni auzubika min hammin wa ghammin. कोई खास कारोबार ना करने के baada ya dua hii mwenyezi mungu alifanya mpango wa riziki yangu kiasi hiki kwamba sikupata dhiki katika maisha yangu. तो एक सब की बैत करने के बाद kwa ghaibu mwenyezi mungu alinipatia maelfu na maelfu दुआएं करते थे और baada ya kufanya bayati ya sinam alah salatu wassalam. दिखाता था। mapinduzi yaliyopatikana ndani ya masahaba ilikuwa ya aina yake. walikuwa wakifanya maombi. तो कभी अल्लाह ताला के फजल से कहते हैं मुझे माली तंगी नहीं हुई, yeye alifanya maombi kwamba nisiombe kwa mtu mwingine yoyote, शराफत अहमद साहब na anasema kwamba katika maisha yangu sikupata shida ya mali wala ya riziki hata kidogo. तारीफ करते हैं kisha mia sharafat ahmad saheb kwa kumpitia baba yake maulvi jalaluddin saheb raziallahu taala anhu anasema जरूरत होती है kwamba maulvi jalaluddin saheb alikuwa mtu aliyekuwa akimtegemea mwenyezi mungu. alikuwa akisema kwamba wakati wote ninapohitaji kitu chochote mwenyezi mungu ananipatia. 1918 sisi hatuna haja ya kumwomba mtu mwingine yeyote. alikuwa akisema kwamba मुकर्रर 1918 nilipata kibarua na mshahara wangu ulikuwa 20 au 25, yani posho yangu ilikuwa 20 rupia 20 au 25. खान साहब wakati huo ngano ilikuwa ghali sana. वालिद साहब khan saheb मतहत थे। munshi farzand ali khan saheb
munshi nazir baitulma alikuwa katika mji wa ferozpur na baba yangu alikuwa akifanya kazi chini yake. siku moja कि आपको तनख्वाह मिलती farzand ali khan saheb तनदही से काम करते हैं। akamwambia Maulvi Jalaluddin saheb वाले साहब kwamba unapata posho, ndiyo maana unafanya kazi kwa bidii sana. कि मैंने क्या आपसे तनख्वाह मांगी? Baba alikuwa akisema kwamba sikupenda kauli hii. Nikamwambia kwamba je, niliomba posho kutoka kwako? Mimi nilifanya wakfu tu, nilijitolea maisha yangu kwa ajili ya dini. माल को कहा कि मैं अपनी Ikiwa ni posho, basi jumuiya imepanga, sikuomba खान साहब फरमाने hata kidogo. Akasema basi, akamwambia Nazir Baitulmal, kuanzia leo sitaomba posho, sitachukua posho yangu. Nazir Baitulmal Khan Saheb akasema kwamba इसी तरह जिस तरह पहले je, utaendelea kufanya kazi kwa bidii kama zamani ulikuwa ukifanya? Yaani sasa hutapata posho, je utafanya kazi kama zamani ulikuwa ukifanya? Maulvi Jalaluddin Saheb akasema और पूरी इताअत nitafanya kazi kwa bidii zaidi kuliko zamani na nitafanya kazi kwa utii zaidi. काम और इताअत का तनख्वाह से कोई ताल्लुक नहीं है। ये मिले ना मिले, मैं तो दीन की खिदमत करनी है। ये कहते हैं कि ये बात कहकर Hakuna uhusiano wa kazi दौरे पर चला गया, na पैदल जा utii na posho. Nimejitolea kwa ajili ya huduma ya dini. Kwa kusema hivi, nikaenda katika safari ya mahubiri. Nilikuwa naenda kwa miguu. Wakati huo wabashiri walikuwa wakienda kwa miguu kwa ajili ya mahubiri. Njiani nikaanza kufikiria na wazo ikaja kwamba kwa sababu ya posho nilikuwa nikiishi vizuri na mahitaji yangu yote yalikuwa yakitimia vizuri. ख्यालात आ रहे थे। Na siku hizi ngano pia imekuwa ghali sana. इन ख्यालात Sasa itakuwaje? Sina posho, nitaishi namna gani? Na wazo hili lilikuwa linapita सब बयान करते थे। moyoni mwangu. Angalieni, baada ya kupata wazo hili Mwenyezi Mungu alifanya nini, alimfanyia nini? कहाँ एक Anasema baba yangu alisema, kwani nilikuwa naenda katika fikira hii, mara nikasikia sauti ya hali ya juu sana, उसमें पैगाम आया जोरदार आवाज में, na kwa kusikia sauti ile moyo wangu ukaogopa sana. तुमको कोई तनख्वाह दे, Na sauti ilikuwa nini? Ilikuwa ujumbe ndani ya sauti ile kwamba यानी इतना zamani maisha yote ulioishi, je uliishi kwa sababu ya posho na umekuwa kwa sababu ya posho? Yani muda mrefu umepita, je kwa sababu ya posho uliishi vizuri? ही आज जी से अर्ज की, Anasema niliposikia sauti hii इनकी तनख्वाह hofu yangu yote ilitoka, तेरे मुकाबले में एक na nikasema kwa unyenyekevu, e Mola wangu, आगे से भी अच्छा गुजरना, mimi sina haja ya posho ya hawa, कि अल्लाह ताला haina thamani ya posho hii mbele yako. Kisha anasema kwamba baada ya hii ilitokea hivi kwamba Mwenyezi Mungu aliniangalia kiasi hiki kwamba hali yangu ilikuwa nzuri zaidi kuliko zamani. वैसे ही उनकी जुबान से निकल गया मजाक, Anasema mwalimu saheb alikuwa akisema kwamba Khan Saheb तनख्वाह वाले alikuwa rafiki yangu wa zamani. ये भी। Alisema kwa mzaha neno hili. फिर हज़रत मौलवी जलालुद्दीन साहब मरहूम के हालात बयान करते हुए उनके बेटे लिखते हैं, जो उनका पहले जिक्र आया है, Kisha mwalimu Jalaluddin Saheb marhum ख्वाब में देखा kwa kueleza जलालुद्दीन साहब जुआ खेल रहे हैं। habari yake mtoto wake anasema मौलवी साहब ने ये ख्वाब kwamba katika ndoto हज़रत मसीह मौद अलैहिस्सलाम की खिदमत में, aliona kwamba Mwalimu Nuruddin Saheb anacheza ramli. मौलवी साहब यानी Mwalimu Jalaluddin Saheb alieleza ndoto yake hii mbele ya Sayyidina alayhi salatu wasalam. Sayyidina alayhi salatu wasalam akasema, Mwalimu Saheb मौलाना नूरुद्दीन साहब जुआ ही खेलते हैं मगर खुदा से, akasema, ये भी Mwalimu Saheb, Mwalimu Nuruddin Saheb anacheza ramli, lakini anacheza ramli na Mwenyezi Mungu. नहीं रखते। इसी तरह मौलवी साहब भी सब कुछ खुदा ताला की राह Kama रख देते हैं। mchezaji wa ramli anatumia hela yake yote, haweki kitu chochote mkononi mwake, vile vile mja wa Mwenyezi Mungu pia anatumia vitu vyake vyote katika njia ya Mwenyezi Mungu. और दुनियादार तो दुनियावी फायदे के लिए Yani hii ni biashara दाव पे लगाते ambayo sina halifa mtukufu wa kwanza anafanya. हैं। ये
watu wa dunia au mtu wa dunia, दोनों चीज़ों को संभाल watu wa dunia wanacheza ramli kwa ajili ya pesa na kwa ajili ya faida ya dunia, lakini जिंदगी के वाक़यात बेशुमार anatumia hela yake kwa ajili ya kuboresha akhira yake. ने उनकी हर दुनियावी ज़रूरत पूरी की और बेइंतहा Kuna matukio chungu mzima ya halifa mtukufu wa kwanza, namna gani Mwenyezi Mungu alitimiza haja yake yote ya maisha yake, na katika dini daraja aliyopata kila mmoja anajua. वल्द मियाँ वली मोहम्मद साहब फरमाते हैं कि 1912 में मैंने पंजाबी में Kisha Hadhrat Sufi Ghulam Muhammad Saheb, mtoto wa Mia Wali Muhammad Saheb, anasema खलीफा अव्वल से ma 1912 nilipata digrii ya BA katika chuo cha Punjab. कुरान करीम याद करो। Baadaye nilimuuliza halifa wa kwanza kwamba je, nihifadhi Qur'an tukufu au nifanye mtihani ya masters. Akasema uhifadhi Qur'an tukufu, MA ni nini, masters ni nini. Katika miezi 6 nilihifadhi Qur'an tukufu. बात थी Nilipomwambia halifa wa kwanza alisujudu. कि दुनिया को छोड़कर पहले कुरान करीम Hii ilikuwa utii wa masahaba wa Sayyidina alayhi salatu wassalam, kwamba kwa kuacha dunia kwanza alihifadhi Qur'an tukufu. सैयद अख्तरुद्दीन अहमद साहब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की लिखते हैं Hadrat Sayyid Akhruddin Saheb radhiyallahu ta'ala anhu anasimulia, मुहिब का दिल anasema kwamba और जिक्र करने और सताने की तड़प रखता है। kwamba kumkumbuka rafiki si karibu, si kidogo kuliko kukutana naye. दादा सरदार अंबिया हमारे महबूब हमारे आका महबूब व मुता Moyo unakuwa na hamu ya kumkumbuka rafiki. बरूज़ कामिल Je, hali itakuwaje ikiwa unamkumbuka दाना व नबी mpendwa wa mtume sallallahu alaihi wa sallam, ambaye ni buruzi wa mtume Muhammad sallallahu alaihi wa sallam? की तड़प न रखता हो और आपकी याद से लज्जत न उठाता हो, लेकिन खौफ मुझे ये होता रहा कि इस आजिज़ का हाफ़िज़ Je, और हुजूर अलैहिस्सलातु hii पाक सोबत पर inawezekana kwamba moyo usiwe na hamu ya kumkumbuka Sayyidina alayhi salatu wassalam? Nilikutana na Sayyidina alayhi salatu wassalam muda mrefu iliyopita, yani mwaka 1902 mpaka 1903, takriban mwaka moja nilikaa naye, na wakati huo umri wangu ulikuwa miaka 24. Mimi na mjomba wangu हम दोनों के लिए कई माह तक चावल tuli मुकल्लफ खाने आते रहे। tulienda kutoka Atak kwa ajili yetu sisi. Kwa miezi kadhaa mchele ulipikwa, kwa sababu kule wali unaliwa, labda ni नवाजी की ताकीद फरमाई sehemu hii ni ya Urisa. इस तरह के मरहूम Kwa hiyo Sayyidina alayhi salatu wassalam alimwambia Mia Najmuddin Saheb kwamba afanye karamu yetu vizuri, na alituelezea kwamba Sayyidina alayhi salatu wassalam amenisihi sana kwamba सार तालिब इल्मी की niwapatieni karamu nzuri. हसी अव्वल रज़ी ताला अन्हु के Sayyid Akhtaruddin Saheb anasema kwamba nilipokuwa mwanafunzi खलीफा अव्वल इस आजिज़ से बहुत ही मोहब्बत फरमाया करते थे। nilikuwa nikishiriki katika darsi ya halifa wa kwanza. ताला अन्हु और Halifa wa kwanza alikuwa akinipenda sana. हमारा बयानी Baba yangu radhiyallahu ta'ala anhu na mama yangu तो इसी rabbirhamhuma kama rabbayani sagira waliponiambia kwamba nirudi nyumbani kutoka Kadian, जाते कसीर दार nikaeleza mimi mwenyewe kwamba matumizi mengi yanahitajika nikirudi tena hapa Kadian, na itakuwa ngumu sana. Hazur radhiyallahu ta'ala anhu akasema kwamba unapokuwa na mpango wa kuja huku niambie, nifahamishe, nitakupatia matumizi. Na ni wazazi waliponiamuru nirudi tena nyumbani, इसलिए वापसी nikamwambia halifa wa kwanza kwamba तो खलीफा अव्वल ने kwa sababu matumizi yatakuwa mengi sana, kwa hiyo si rahisi kurudi tena hapa Kadian. जिस वक्त इस आजिज़ से Halifa wa kwanza akasema, utakapokuwa na mpango wa kuja huku nitakupatia matumizi ya njiani. नमाज हुआ करती थी। Kwa hiyo nilipokuwa karibu kuondoka nikaenda, खातों को इस आजिज़ के na wakati हुo swala ilikuwa ikiswaliwa katika msikiti wa Mubarak. दिन मैंने सुना है कि तुम
halifa wa kwanza akaweka mikono yake juu ya bega langu na akasema akturdin nimesikia बहुत पढ़ा करते हो कहते हैं उस वक्त मैं बहुत सारे उस्तादों से कुरान करीम पढ़ा करता था तो kwamba unasoma qurani tukufu sana kwa sababu wakati huo nilikuwa nikisoma qurani tukufu kwa maustadh wengi खलीफा अव्वल ने इनको कि wattakullah wa yuallimukumullah पढ़ाएगा alisema hivi halifa wa kwanza समझ कर पढ़ने की बुनियादी शर्त यही है yani mche mwenyezi mungu atakufundisha खलीफा अव्वल से भी पढ़ा करते थे दर्स लिया करते थे नौजवानी में और basi masahaba walikuwa na shauku sana ya kusoma qurani tukufu walikuwa wakisoma kwa halifa wa kwanza na vile vile walikuwa wakisoma kwa maustadh wengine pia कि उनको माशाल्लाह कुरान करीम का बड़ा इल्म mwenyezi mungu mwenyewe anafundisha qurani tukufu mcha mungu मुस्तकीम साहब की tunaona halifa wa kwanza alikuwa na elimu sana ya qurani tukufu 1906 की है और 1906 में hadrat khairuddin saheb almustaqim saheb anasema kwamba भारत की तौफीक मिली उनको alifanya bayet mwaka 1906 मगरिब की नमाज na mwaka huu पाकन alienda kadian kumwona sainam alahi salatu wassalam चंद और लोग भी anasema hazur sainam alahi salatu wassalam alikaa baada ya swala ya maghrib na kwa bahati kulikuwa hakuna taa miskitini मौलवी कहते हैं na watu wengine pia walikuwepo pale na mimi pia mtu mmoja akauliza swali मसीह अलैहिस्सलाम hazur mamulla wasiokuwa na jumuia wanasema kwamba masihi alahi salam आपने फरमाया हज़रत मुस्लिम ने फरमाया hazrat isa alahi salatu wassalam alikuwa akitengeneza wanyama alisema sainam alahi salatu wassalam एक फिक्रा फरमाया sheikh saheb तो ये लिखते हैं रिवायत कर mwenyezi mungu ni mumbaji na masihi pia ni mumbaji क्योंकि अंधेरा था मगर वो शेख साहब फिर नहीं बोले yani alisema neno moja tu हुजूर ने दोबारा खुद ही फरमाया aliandika anasema sijui sheikh saheb alikuwa nani lakini sheikh saheb baadaye alikaa kimya इस्तेमाल कर ले baadaye hazur sainam alahi salatu wassalam alisema mwenyewe परिंदे बनाया करता था पैदा किया करता था जानवर बनाया करता था mashekh wanatakiwa watumie maneno machache hivi katika mazungumzo होना तो खुदा की सिफत है और मसीह की खालिक तुम मुसलमान होकर भी इस शिर्क के मुर्तकिब हो रहे yani yeye alisema kwamba masihi alikuwa akitengeneza wanyama lakini sainam alahi salatu wassalam alisema हो लंबी बहस में kwamba mwenyezi mungu ni mumbaji na isa pia ni mumbaji इसके बाद na mnafanya shirki kwa kufanya hivi खैरुद्दीन anasema baadhi wakati mtu akieleza kwa urefu sana baadhi wakati mambo yanaharibika हजूर ने एक दिन hadrat khairuddin saheb anasema baadaye nilirudi kijijini na nilikuwa na shauku sana ya kusoma qurani tukufu sainam alahi salatu wassalam akaniambia katika ruya katika ndoto na sainam alahi salatu wassalam akaniambia kwamba uje kadian nitakufundisha qurani tukufu ये ख्वाब देखी जब मसीह अलैहिस्सलाम का वसाल हो चुका था अब वफात aliona ndoto hii कहते हैं कि इसके बाद मैंने एक और ख्वाब देखा और वो na aliona ndoto hii wakati sainam alahi salatu wassalam alikuwa amekwisha fariki नासराबाद बना हुआ kisha baadaye anasema aliona ndoto ingine और वहाँ आकर kwamba मोहल्ला नासराबाद है nimehamia katika सामान उतार रहा हूँ mtaa wa और मैंने पूछा nasrabad तो आसमान से na naweka mzigo wangu kule na nikauliza jina la mtaa huu ni nini शक्ल सूरत फुटबॉल kutoka mbinguni उसमें से ये nilisikia sauti कि इस जगह का नाम sauti moja खूनी जंगल है na sura yake ilikuwa kama ni mpira na sauti ilikuwa natoka ndani yake na jina la इब्राहिम बताया uwanja huu ni msitu wa ibrahim ये जो हजरत साहब ने फरमाया है कि मैं कभी kana kwamba mwenyezi mungu aliniambia jina la sinam alahi salatu wassalam ibrahim तो ये कहते हैं मुझे अल्लाह ताला ने sinam alahi salatu wassalam mwenyewe pia alisema mara mimi ni adam mara ni musa mara ni ibrahim मुस्लिम अलैहिस्सलाम का हजरत मुस्लिम mwenyezi mungu alinipatia ujumbe बात की ujumbe huu kwa अल्लाह ताला kwa kuni तारे दिखा kwa sauti kwamba jina la sinam alahi salatu wassalam ni ibrahim pia फरमाते हैं कि मैं कसरे huzur anasema kwamba mwenyezi mungu alikuwa akithibitisha ilham ufunuo wa sinam alahi salatu wassalam mara kwa mara जो अब बयान khairuddin sahab anasema kwamba sisemi hii kwa unyenyekevu kwamba
हाँ कि मेरी lakini mimi nilikuwa mwenye dhambi sana. कि मैं Lakini sasa hivi जिससे nataka kueleza तो ये यकीनी hii ni kwa sababu ya nuru ya उसको नूर से utume wa Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. हाँ ये भी बात नहायत वाज़ेह है Hii ni yakini kwamba yeyote atakayeunganisha na nuru atapata sehemu katika nuru, na hii pia ni wazi मौलवी साहब kwamba nuru, kila mmoja anapata nuru sawa na uwezo wake हम किसको कहते हैं na wasaa wake. कश्फ किसको कहते हैं Hadhrat Khairuddin Sahib anasema kwamba sisi tulikuwa hatujui kwamba ufunuo ni nini, ilham ni nini, फरिश्तादा खुदा ruya ni nini. फरिश्तादा खुदा के हाथ Sasa kwa fadhila za Mwenyezi Mungu, को इल्हाम का इल्म हुआ kwa kujiunga na Sayyidina Muhammad alayhi salatu wassalam, का इल्म हुआ और ना सिर्फ रोया या सादका का इल्म हुआ sisi tumeshajua kuhusu ufunuo अपने ऊपर वार na tumeshajua kuhusu ruya, ये bali sisi tumeshuhudia kwamba sisi wenyewe pia tunapata hali hii ya ufunuo na ruya. आता है कई दफा हम सुन चुके हैं कि उनसे किसी ने पूछा Hii ilikuwa mapinduzi aliyoleta Sayyidina Muhammad alayhi salatu wassalam. मैं आके क्या मिला तो खलीफा ने जवाब दिया देखो और तो बहुत सारे फायदे जो हैं वो तो हैं ही Mtu mmoja alimuuliza khalifa wa kwanza पहले kwamba wewe ulikuwa mcha Mungu, lakini baada ya kujiunga na Sayyidina Muhammad alayhi salatu wassalam umepata faida gani? Alisema, nilipata faida chungu mzima, lakini nimepata faida kubwa sana, kwamba zamani nilikuwa nikimwona हज़रत खैर Mtume sallallahu alaihi wasallam katika ndoto, lakini sasa mimi naona katika hali ya ruya, na sasa tunaweza kueleza hakika ya mambo haya kwa hakul yakin. Kwa mfano, katika msikiti wa Mubarak इस जमात के लोग wakati wa swala ya zuhur nilipata ilham, ulaika humul muflihun, सो yani watu wa jumuiya hii watafaulu. के लोग नजर आते हैं उनका आखिरी अंजाम अच्छा हो रहा है और उनसे अच्छे अच्छे काम Tuna हो रहे हैं tunaona kwamba watu ambao wanaonekana ni watu wa kawaida, mwisho wao unakuwa mzuri sana na wanafanya kazi vizuri na athari inapatikana katika maombi yao. Kwa safari moja nilifanya maombi, Mola wangu, kupata ukaribu nawe njia gani ni nzuri? से ताल्लुक था और ताल्लुक को बढ़ाने के लिए क्या क्या जतन करते थे दुआ कर रहे हैं कि अल्लाह ताला Angalieni walikuwa na hamu ya aina gani, na walikuwa पाकसार को wakifanya bidii kupata ukaribu na हासिल करने के दो तरीके ukaribu na Mwenyezi Mungu, na walikuwa या चंदा दो nilipouliza swali hili, Mwenyezi Mungu aliniambia kwamba ni njia mbili ya kupata ukaribu namu. Ya moja ni kwamba utoe mchango, au ya pili ufanye mahubiri. मैं तो इतना पढ़ा हुआ नहीं कि आपस में बैठे अल्लाह ताला से Ninapenda njia hizi mbili. Nilieleza tena, niliuliza tena, Mola wangu, mimi si msomi. जवाब दिया और फरमाया Yani alikuwa amekaa msikitini na alikuwa anaongea na Mwenyezi Mungu kwamba Mola wangu, mimi si msomi na mahubiri nitafanyaje? मुझसे उस वक्त Mwenyezi Mungu akasema, Qur'an tukufu nimekufundisha. वलाकिन अल्लाह रमा ये है Aliposema Mwenyezi Mungu hii kwamba अल्लाह ताला nimekufundisha, basi nilipata maana ya wama ramaita iza ramaita walakin Allah rama. शांति और तूफान का जो वजह बनी तो ये अल्लाह ताला Yani aya hii iliyoshuka कर रहा है kuhusu Mtume sallallahu alaihi wasallam wakati wa vita vya Badri, हल हुई क्योंकि जब मैं अपने गांव में था तो उस वक्त मुझे जनाब हज़रत मसीह अलैहिस्सलाम साहब मिले थे इसका पहले maana yake ni kwamba Mwenyezi Mungu anafundisha, आ जाओ हम तुम्हें anasema, nilipokuwa kijijini nilimwona Sayyidina Muhammad alayhi salatu wasalam. Sayyidina Muhammad alayhi salatu wasalam aliniambia uje Qadian, nitakufundisha Qadian. Kwa hivi ndoto yangu ilitimia. Sayyidina Muhammad alayhi salatu wasalam aliahidi, lakini के मुताबिक majibu alitoa Mwenyezi Mungu kwamba sisi tumekufundisha Qur'an tukufu. उसे पढ़ा सकता हूँ चुनांचे आजकल Mimi खाने में ninaandika kwamba kwa fadhila za Mwenyezi Mungu, तर्जुमे के yeyote anataka kusoma Qur'ani naweza kumfundisha. सामने तुझे कुरान शरीफ Na siku hizi asubuhi nafundisha Qur'an tukufu pamoja na tafsiri yake. शरीफ में नहीं पढ़े Wakati Mwenyezi Mungu aliponiambia kwamba nimekufundisha, pamoja na hiyo alisema kwamba नबियों की नाफरमानी je, करने
hamkusoma visa vya adi na samudi katika qurani tukufu. Nilikuwa nikisoma qurani sehemu fulani qurani tukufu na nilikuwa nikiwafundisha घी खाने से क्या vile vile kuhusu dua. mwenyezi mungu aliniambia kwamba ule samli sana. Nikasema mola wangu, kula samli maana yake ni nini? फिक्रे पंजाबी mwenyezi mungu siku ya tatu alinijibu kwamba kula samli maana yake ni kufanya maombi sana, फिर ये भी आवाज na aliniambia katika lugha ya kipenjabi kwamba बस हमें nyumbani मौजें ambamo dua inafanywa raha inapatikana katika nyumba ile. फरमाते हैं क्या मेरे जैसा आदमी Ikiwa sisi tunataka kupata raha, basi inatakiwa tujaze nyumba zetu katika maombi, kwa maombi. ये नूर नबूवत से है। Anasema मैं हजरत अक़दस mtu kama mimi naweza kudai kwamba hii yote ni kwa sababu ya uwezo wangu, मैं वो पानी bali ni wazi kwamba hii yote ni kwa sababu ya nuru ya utume wa sayyidina alayhi salatu wassalam. Bali naeleza maneno ya sayyidina alayhi salatu wassalam. हाफिज Alisema mimi ni maji ambayo yamekuja kwa wakati wake. तस्लीम बख्श साहब मौजा Kisha Hazrat Hafiz Nabi Baksh Saheb, Wald Hafiz Karim Baksh Saheb, Faizullah Chak, mwenyeji wa Faizullah Chak, anasema हज़रत मसीह अलैहिस्सलाम से की ज़ियारत इन्होंने हज़रत मसीह अलैहिस्सलाम के दावे से पहले ही की थी और बैत भी इब्तदाई ज़माने में की। हकीम फजल alikutana na Sayyidina Alayhi Salam kabla ya madai yake na alijifanya bayet mwanzoni. वो लिखते हैं Fazl Saheb Bashiri wa Afrika आपके अंदर ambaye ni mtoto wa Hafiz Saheb, yeye anaandika और तबीयत में एहतियात ऐसी है कि जब कभी कोई हुजूर kwamba ndani yake सुनाने के लिए कहे alikuwa तो यही जवाब देते हैं na mapenzi ya Sayyidina Alayhi salatu wassalam kiasi hiki kwamba wakati wote mtu anapotaka kueleza हुजूर की तरफ मंसूब कर बैठे। habari ya Sayyidina Alayhi salatu wassalam anasema kwamba sitegemei अभी के दिनों में kumbukumbu langu isije nikasema सारा सारा kitu chochote kinyume na uhakika. जेठ हाड़ के महीनों में भी यानी गर्मी सख्त गर्मी के महीने जो तो होते हैं मई जून के Na alikuwa akitembea sana kwa sababu ya kazi yake alikuwa akifanya hata katika joto pia. थकावट इंसान को हो जाती है वो बिल्कुल वाज़ेह है मगर रात को आप तहज्जुद के लिए ज़रूर उठते Na kwa sababu ya hii देते अपने बच्चों को भी कहते uchovu uliokuwa ukipatikana, lakini usiku alikuwa akiamka kwa ajili ya sala ya tahajjud, na alikuwa akitusihi sisi pia, yani watoto, किरात जहाँ kwamba sisi pia tusali tahajjud. Na katika Ramadhan pia alikuwa akifunga saumu katika joto sana, खुदा के फजल से हाफ़िज़ कुरान थे। na katika हमें नमाज रोज़े की msimu wa baridi alikuwa akisoma Qur'an tukufu kwa sauti ya juu katika tahajjud, na watoto pia walikuwa wakishiriki pamoja naye, na alikuwa akitusihi sana kuhusu sala, na alikuwa akichunguza sana, je, sisi tunaswali wala. Na hii inatakiwa, hii ni kazi ya baba, na ikiwa tulikuwa tukionyesha uvivu alikuwa akikasirika, na alitufundisha Qur'an tukufu. Ikiwa alikuwa hapati nafasi mchana kwa sababu ya shughuli, basi alikuwa akitufundisha usiku. Sisi tulikuwa ndugu watatu. Kaka yetu mkubwa bana Abdurrahman radhiyallahu ta'ala anhu alifariki Kadian alipokuwa masomoni huko हबीबुर रहमान बीए को वाले mwaka 1907, na mimi na Habibu Rahman bie, sisi ndugu wote wawili. Baba mimi wakati huu nilikuwa umri wa miaka kama 13. हजूर की खिदमत में पहली बार Baba yetu alituchukua pamoja naye pamoja na Hafiz Hamad Ali Saheb. Wakati Sayyidina Alayhi Salam alikuwa anaandika Barahini Ahmadiyya, tulienda kule Kadian kumwona Sayyidina Alayhi Salam na tulifanya bayat, kisha tuliendelea kwenda Kadian mara kwa mara. अर्ज करते रहते थे। मुझे असल सन बैत और मुलाकात का याद नहीं, मगर जब वो पहली दफ़ा आए Baba wa कि ये हो रहे huyu bana Fazl Ahmad alikuwa akimwomba Sayyidina Alayhi Salam kwamba akubali bayat yake kabla ya madai yake. आप सदमों के वक्त Hakim Fazl Rahman Saheb anasema kwamba baba yangu alinipatia nafasi nilisoma kule Kadian, हमारे बड़े भाई की वफात हुई 19 na baba yangu alikuwa razi pamoja na ridhaa ya Mwenyezi Mungu. के दिन करीब थी और इस गरज Kaka yetu alipofariki mwaka 1907, अपने वतन siku zile harusi ya dada zetu wawili ilikuwa राहों जिला karibu,
na sisi tulienda katika kijiji chetu अब्दुर्रहमान साहब का na कादियान में kwa ajili ya भाई का इंतकाल हो kumoa dada moja watu walikuja kutoka Jalandhar, na siku tatu kabla ya harusi kaka yetu alifariki. लड़के वालों ने Tulipopata habari ya kifo chake, खुद ही उन्होंने basi baba wa bana harusi akasema kwamba kwa sababu ya kifo cha mtoto wako uahirishe harusi, lakini baba alisema haiwezekani, kifo ni uamuzi wa Mwenyezi Mungu, चुनांचे अपने अजीज बच्चे की वफात के kwa hiyo imeshatokea, basi uje kwa wakati na दार शख्स के लिए एक निहायत कड़ा uende na binti yangu. ध्यान साबित हो। Kwa hiyo hakim sama anasema kwamba baada ya kifo cha kaka katika siku tatu आपको खुदा का aliwaoza mabinti wawili, na hii ilikuwa mtihani kubwa sana. ने कोई तरद्दुद किया Na katika के मान uhalifa wa kwanza na pili hakupata दो दफा तबलीग के लिए hakupata imtihani yoyote na hakuonyesha पहली मरतबा wasiwasi yoyote kwa kufanya bayat. Hakim saba anasema kwamba nilikuja mara mbili Afrika kwa ajili ya kazi ya jumuiya, na safari ya kwanza nilipokaa miaka 8 mfululizo. Sasa hivi pia ni miaka 7 imepita, हमेशा यही नसीहत फरमाई कि मैं हरगिज किसी किस्म की बेसब्री न na जब तक हज़रत खलीफतुल मसीह kila mara baba yangu alinisihi kwamba nisionyeshe जब हज़रत खलीफतुल मसीह वापस nisivunje subra, nionyeshe subra खुद कुछ नहीं कहना, कोई मुतालबा नहीं करना, wakati wote halifatul masih atakapokuruhusu uje pengine mimi siombi kwamba uje kukutana nami. आते रहे। गुरबा की बहुत मदद की, मेहमान नवाजी Na alikuwa akinunua magazeti yote ya jumuiya, na alikuwa akitoa mchango, na aliwasaidia sana watu maskini, na alikuwa na sifa ya kuwapatia karamu watu, na alifanya wasia, na aliendelea kutoa mchango wa wasia katika maisha yake. उनके नाम अपनी जमीन करा दी, खैर जिनके हालात लिखे हैं। इनके पड़पोते जो इन साहब का जिक्र मैं जिक्र कर रहा हूँ, अजीज़ों में Kitukuu chake साहब को 28 मई को kitukuu chake cha huyu bana मॉडल टाउन में bana huyu sahabi bana Omer tarehe 28 miskitini huko Lahore Model Town अल्लाह ताला aliuawa katika njia ya Mwenyezi Mungu, na yeye pia na watoto wawili wadogo. जवान शहदात थे, Mwenyezi Mungu awalinde. और बेगान के लिए भी दुआ करनी Vile vile mashahidi wote ambao walikuwa bado vijana, हामी और नासिर हो, उनको सब्र और हौसला दे। tunatakiwa tufanye dua kwa ajili ya watoto na kwa ajili ya wajane. Mwenyezi Mungu awalinde na awapatie subura sana, na wale wajane ambao ni bado ni vijana, Mwenyezi Mungu afanye mpango wa harusi yao. Hadhrat Muhammad Yaqub Saheb Walid Muhammad Sirajuddin Saheb की ज़ियारत की, alifanya bayat mwaka 1900 na 1904 alienda kumwona Sayyidina alayhi salatu wassalam. कहते हैं कि हज़रत मसीह अलैहिस्सलाम अपनी आगोश शफकत में बच्चों को ज़्यादा जगह अता फरमाते। बंदा Anaandika kwamba हजूर का चेहरा Sayyidina alayhi salatu wassalam alikuwa akiwapatia nafasi zaidi watoto. होता था कि माँ Kwa hiyo nilikuwa nikikaa हमसे करते हैं, kule na nilikuwa nikicheza karibu na Sayyidina alayhi salatu wassalam, na niliona uso wa Sayyidina alayhi salatu wassalam ulikuwa nuru mtupu. Sayyidina alayhi salatu wassalam alipokuwa akienda Lahore, wakati wote alikuwa akija nyumbani kwetu. जब वापसी का वक्त था Safari moja Sayyidina alayhi salatu wassalam alienda kutembea katika gari. Alipokuwa karibu kurudi, watu wa familia yetu, और मियां ताजुद्दीन baba Sirajuddin Saheb दीगर खानदान के na Mia Merajuddin Saheb क़यामत पर मुंतज़िर थे। na हमारे मकान में mjomba wake सरकारी बाग था, na watu wengine wa familia walikuwa wanamsubiri Sayyidina alayhi salatu wassalam, मोची दरवाज़ा भाटी गेट na mbele ya nyumba yetu ilikuwa bustani ya serikali. जब हजूर अलैहिस्सलाम तशरीफ लाए तो वो सीढ़ियों पर से मकान में तशरीफ ले गए। Na kule katika mochi darwaza watu wengi walikuwa wamejumuika ambao walikuwa wabaya. और मैं चचा Sayyidina alayhi salatu wassalam alipokuwa anarudi, basi watu wakaanza kutupa mawe जो मेरे लिए खातिर juu ya Sayyidina alayhi salatu wassalam. हुआ था, उसे फरमाया कि Baba yetu na और इस वक्त बंदा को ami yetu wakashauriana kwamba inatakiwa afanywe nini, उन्होंने इस वक्त इस हजूम का बड़ी बहादुरी से मुकाबला na mimi
nilikuwa mgonjwa wakati huo. हो गया तो मसीह मौद अलैहिस्सलाम ने फरमाया Basi mfanyakazi wangu akanibeba, एक दफ़ा kwa hivyo tukaenda kule na tukapambana na wale watu wabaya. Kwa hiyo wale watu wakaondoka. जाते हुए एक जगह Anaandika safari moja sinam alah salatu wassalam alipokaa nyumbani kwetu, किया कि लड़की का नाम sinam alah salatu wassalam aliweka kalamu na dawati. Baba yangu aliuliza jina la binti अपने वाले साहब के हमरा iwekwe jina gani. sinam alah salatu wassalam alisema Emna Begum. बचपन की Riwaya yake ni kwamba nilipokuwa nikienda Qadian रज़ी ताला अन्हो के मतलब में चला जाता जहाँ आप हिकमत फरमाया करते थे तो खलीफतुल मसीह अव्वल रज़ी nilikuwa nikienda katika duka la dawa ya sina alifatul masih wa kwanza. की तिलावत करते और बच्चों को पढ़ाते Alifa wa kwanza pia alikuwa akinipenda sana, alikuwa akinibusu na alikuwa akisoma Qurani tukufu sana, na alikuwa akiwafundisha watoto pia. मुबारक में बंदा जाता तो हज़रत मसीह मौद अलैहिस्सलाम की ज़ियारत Yani mwenyewe alikuwa akisoma na alikuwa akiwafundisha. उठाते तो कुछ Na nilipokuwa nikiondoka katika duka lake, nilikuwa nikienda msikitini na nilikuwa nikikutana na sinam alah salatu wassalam, na kule zura alikuwa न की जा सकती akinibusu. हम ऐसे रंग में पूरे होंगे Qadian ilikuwa kijiji kadogo, बहुत ही आशिक ilikuwa si rahisi kusema kwamba ilham ya sinam alah salatu wassalam ili itatimia hivi. Baba yangu alikuwa akimpenda sana sinam alah salatu wassalam. Baba yangu alikuwa akisema kwamba यानी जो पहले उन्होंने बता दी थी kuhusu मसीह मौद अलैहिस्सलाम halifa wa pili, यकीन था और आपके जो mambo ambayo tulishuhudia yalitimia katika maisha yake. पूरी होंगी और फिर कहते हैं हमने देखी वो पूरी होती बस ये सहाबा थे जिन्होंने हज़रत Yani ilham ya sinam alah salam tulishuhudia zimetimia. खुदा ताला से ताल्लुक जोड़ा Basi hawa walikuwa masahaba. Baada ya kujiunga na sayyidina alah salam walileta mabadiliko mazuri ndani yao, को हिला नहीं सकता था उस ईमान से na walikuwa na imani juu ya sayyidina alah salam kiasi hiki kwamba hakuna anayeweza kuwatetemesha. Walikuwa na ghara ya dini kiasi hiki kama masahaba mtume sallallahu alaihi wasallam. जो हज़रत मसीह मौद अलैहिस्सलाम ने फरमाया है Walifuata खुदा ताला ने ये सिलसिला कायम किया और इसकी तायद में सदा maneno ya sayyidina alah salam ने जाहिर किए हैं kwamba wakati Mwenyezi Mungu ameanzisha जमात jumuiya hii सहाबा की जमात na ameonyesha और फिर खैरुल कुरून nishani chungu mzima, जो लोग lengo la Mwenyezi Mungu ni kwamba jumuiya hii iwe jumuiya ya masahaba, इसलिए वो झूठे na के कपड़े उतार wakati wa mtume sallallahu alaihi wasallam upatikane tena, खुदा ताला की तारीफ करें wale watu ambao wanaojiunga na jumuiya hii basi wavue nguo ya uongo. करके दिखाया अल्लाह ताला Masahaba wa sayyidina alayhi salatu wassalam walitimiza के अंदर hamu hii ya mtume ya sayyidina alayhi salatu wassalam. Mwenyezi Mungu atuwezeshe sisi pia kwamba tulete mabadiliko mazuri ndani yetu. के कल रात 12 बजे से नया साल भी शुरू हो रहा है Inshallah अल्लाह ताला ये साल की जमात के लिए kuanzia kesho mwaka mpya utaanza. मुखालिफीन अहमद के Mwenyezi Mungu afanye ajalie mwaka huu pia ulete baraka sana kwa ajili ya jumuiya, na Mwenyezi Mungu awazuie maadui wa jumuiya katika dhulma. करने की समान पैदा फरमाए तौफीक पैदा फरमाए अल्लाह ताला हर अहमदी पर Na Mwenyezi Mungu ajalie waweze kutambua haki. बेइंतहा बरकतें नाज़िल फरमाता रहे आमीन Mwenyezi Mungu नमाज़ों के बाद में एक आज ajalie baraka kila mwanajumuiya. जमालुद्दीन साहब Baada ya swala nitaswalisha jeneza ghaibu moja, ni ya bana Jamaluddin Saheb, 15 सितंबर muhasibu wa Anjuman Ahmadiyya wa Pakistan. दियान में पैदा हुए Bana Jamaluddin Saheb alizaliwa mwaka 1938 katika Qadian. आगाज शुरू किया Alikuwa mwanajumuiya kwa kuzaliwa. 2011 को 73 साल Alianza huduma ya jumuiya katika alipokuwa miaka 18. ताला के फजल से Tarehe 27 2011 amefariki. Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. 55 साल Yeye alikuwa musi kwa fadhila za Mwenyezi Mungu. खिदमत की तौफीक अता फरमाए Amezikwa katika Bashti Makbara. में मुख्तलिफ दफातर Miaka 55 Mwenyezi Mungu alimjalia amehudumia jumuiya. दारुल ज़ियाफत
aliwahi kufanya kazi katika ofisi mbalimbali nizama jaidad daftar wasiya daru ziafat daftar private secretary nizarat khidmat darwesha और vile vile तौहीद पर खिदमत सरंजाम 2003 aliteuliwa kuwa mhasibu wa anjuman ahmadia na mpaka mwisho wake alikuwa anafanya huduma hii का मकसद मुहासिब प्रोविडेंट फंड भी kutoka अंजाम दिए april 2008 mpaka 9 करने वाले शरीफ नफ्स aliwahi kuwa mhasibu wa private fund के साथ भी बड़ा alikuwa akiishi maisha ya kawaida na alikuwa haongei sana दी और मोहब्बत के साथ पेश आते थे alikuwa akiwahurumia sana wafanyakazi walikuwa wakifanya kazi chini yake मोहब्बत और नेक alikuwa akifanya mapenzi alikuwa akionyesha mapenzi और निडर थे na kila mtu na alikuwa नमाजों और akiwatendea vizuri jamaa yake na alikuwa shujaa sana इज्तदार और तहजीद की पाबंदी करने वाले खिलाफत से वार alikuwa akizingatia sana swala na saumu na alikuwa akiswali swala ya tahajud काम में बड़े फाल थे alikuwa akipenda sana uhalifa जमाती कामों को kwa fadhili ya mwenyezi mungu alikuwa akifanya kazi vizuri उन्होंने हमेशा na alikuwa hodari sana katika kazi yake na alitanguliza kazi ya jumuiya kila wakati की जो भी उनके अफसर थे उनकी भी बड़ी na alifanya kazi kwa unyenyekevu sana अल्लाह ताला इनके दर्जात बुलंद करे na alikuwa akitii sana ofisa wake mwenyezi mungu amghofirie na तौफीक अता फरमाए aweke roho yake mahala pema na mwenyezi mungu apatie subra watoto wake na watoto wake pia waendelee kufuata nyayo zake amin الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر